بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu, bado tuko katika kuendelea na kisa cha ashabul qarya. Wiki iliyopita tulikuwa na aya zinazoeleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma mitumi 2 wakakanushwa, akaongeza 3 na wakenda wakajitangaza wakiwaambia watu wa kitongoji au watu wa ule mui kwamba inna ilaikum mursalun. Tuliona wiki iliyopita namna gani walipokewa hawa mitumi katika ule mui. Napenda tusisahau wakati tukisoma hiki kiswa zitu ziwili tusisahau. Kitu cha kwanza tuelewe kwamba hiki kiswa ni mfano, sio maudhui. Apijiwa bwana mtumi hali yake kama mtumi na hali ya makureishi kama wapinzani. Kwa hivyo kiswa hakikuwetwa kwa ndia ya kupumbazwa, wala ni story yataka kutolewa. Ni kwamba yaliyompata mtumi katika mui wa Maka yalikuwa yafanana mno na yaliyowapata hawa mitumi 3 Mwenyezi Mungu aliyowatumiliza katika mui. Kama ilivyoanza suratu Yasin alipoambiwa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, na hawa wamekwenda kule wakanena inna ilaikum mursalun. Huku mtume akakanushwa na huku hawa pia walikanushwa. Tukasikiza lile jawabu waliolitoa wale wapinzani, wakamwambia qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Wakajibu majibu haya ambao ni majibu mara nyingi kama nilivyoeleza wiki iliyopita wale wapinzani wa mitumi walikuwa wakilitumia jibu hili, na niliwasomea aya karibu sehemu 4-5 kuwaonesha mitumi wote takriban walipokenda kujitangaza kwamba wao ni mitumi, majibu waliokiyapata walikiambiwa in antum illa basharun mithluna. Na nikaieleza hii dalili ya basharun mithluna wanaoyamkuwa hukmul amthali fima yajuzu wama la yajuzu wahid, kwamba zitu ikiwa zafanana ni lazima ziwe na hukumu moja. Nikawapigia mfano wa kibao. Ikiwa tuna zibao ziwili za mbaba kofi, zote zafanana na zote zina sifa moja, kwa hivyo hukumu yoyote inaopoa kibao kimoja ni lazima ipoe cha pili. Ikiwa hiki chateketea kwa moto na hiki ni lazima kiteketee. Sasa wao walijiweka wao na mitumi ni sawa, in antum illa basharun mithluna. Kwa hivyo kwa nini utumi mupate nyinyi sisi tusipate? Haya ni mambo kuhadaana. Kama ilikuwa kweli kuna utumi, kama ilikuwa kweli huteremka wahi, ingelikuwa na sisi pia tuupate.
lakini mbona ni nyinyi mmepanga mipango, mwataka kutupinga sisi na mambo yetu na mipango yetu, na habari hizi ni mpya kwetu na hatukuzisikia kwa mababa zetu kabisa. Sasa hii ndio dalili walioitumia, kisha wakatoka na natija mbili, kwamba ma anzala arrahmanu min shay. Kwa hivyo Mungu, masala haya ya kupanga, Mungu hakuteremsha chochote, na hii kukanusha sharia. In antum illa takdhibun, na hakuna utumi, nyinyi marongo. Kwanza wakakanusha mitumi, wakarudi wakakanusha sharia. Hapa ndipo tulipokoma wiki iliyopita. Sasa leo tunataka tuwasikize mitumi walijibu nini baada ya kwenda kujitangaza kwamba sisi ni mitumi. Wakajibiwa kwamba la, nyinyi binadamu kama sisi na Mungu hakuteremsha chochote. Wao walijibu nini? Wao hawakukata tamaa, hawakuvundika moyo na haya walioambiwa, bali walikaza moyo na kuendelea na kuwakariria yale yale wasotaka kuambia. Wakawa wafanya nini? Wawaambia, wakajibu maneno haya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alaina illa albalaghul mubin. Wale mjadala, wale hunena hawa hujibu, hawa hunena mpaka mwisho wa hikikisho tutakapo kukisikilia hawa mitumi. Sasa yao ndio wazungumza. Sasa kitu ninachokitaka mimi kwanza, tusisahau kwamba kuna dalili imetolewa kunyuma. Hawa wapinzani wa mitumi, wale makafiri wa qarya, wamtoa dalili kwamba in antum illa basharun mithluna. Sasa tunataka tuangalie mitumi wameijibu vipi hii dalili. Baadhi ya wanazuoni kama al-Allama Tabatabai na kama al-Sheikh At-Tabrasi katika tafsiri zao wamenena kwamba maneno ya hawa mitumi haya yamezoelezwa, hizi aya mbili ya 16 na ya 17, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alaina illa albalaghul mubin. Hakuna jibu la ile dalili, hawakuijibu. Hatuneni hawakujibu kabisa. Hapa kwenye hizi aya halikunukuliwa jawabu, bali mazungumzo walizungumza walena qalu rabbuna ya'lamu, walijibu kwamba bana Mola wetu ayua, inna ilaykum lamursalun, kwamba hakika sisi tumetumilizwa kwenu nyinyi. Huku kuna dalili wameambiwa in antum illa basharun mithluna. Haivi ni jibu kunena la bana Mungu ayua kwamba mimi ni nani, ni mtume, na wewe umepoa dalili. Kisha aya nyingine akanena wama alaina illa albalaghul mubin. Na si muhimu sana, sisi jukumu letu ni nini? Ni kufikisha ujumbe. Faman amana, hiyo ni shauri zake, wa man kafara, hiyo ni shauri zake. Sisi Mungu ayua kwamba ni mitumi, na jukumu letu ni kufikisha nini? Ujumbe. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Anayetaka na amini, na asotaka na kufuru, atakao na kufuru pia. Sasa Tabatabai anena hakuna dalili hapa, hakuna jibu la ile dalili, bali tu wao wasema shahidi wetu ni Mungu na jukumu letu ni hili. Sheikh Tabrasi katika Majma'ul Bayan anena dalili walitoa, lakini hazikuelezwa hizi dalili na hizi aya mbili, lakini walitoa miujiza wale fulani ambao ndio kawaida ya mitumi. Mara nyingi wakijitangaza kwamba wao ni mitumi na wakapambana na kukanushwa, huwa mara nyingi silaha wanaoitumia ya kuthibitisha utumi wao ni kuonesha nini? Miujiza. Sasa Tabrasi yasema walionesha miujiza, na yeye amekinakili kiswa kirefu kutoka kwa Ibn Abbas katika tafsiri yake cha hao mitumi, namna walongia kwenye ule mui wakapambana na watu kabla hawayasikilia ndani ya mui, mashambani mwanzo wa mui, wakawaelezea kwamba sisi ni mitumi. Wale wakawaambia dalili yenu ni ipi? Wakawaambia sisi twapoza watu wenye maradhi yasopoa, tongo twampoza. Wakaambia basi tuonesheni, wakawahi kuonesha mifano. Ndio wale wakawatukua wakaenda nao muini, ikawa dalili zimetoka. Kwa hivyo dalili zilikuwa zishaoneshwa. Tabrasi yasema hakukuwa na haja tena ya kurudi kujibu ile dalili ya wale jamaa.
Kwa hivyo wakatosha tu kunena bwana Mungu ni shahidi. Kwa hivyo kwa sababu tushaonesha dalili za kutosha, asotaka kuona hatuwezi kumlazimisha. Kama Waswahili wanavyotuambia, waweza kumtukua punda kumlazimisha kumpeka katika mto, lakini huwezi kumlazimisha kunwa mai. Waweza kumpeka paka kwenye mto ukamfunga makamba ukamtukua paka mtoni, lakini huwezi kumlazimisha kunwa mai. Kwa hivyo wakawambia dalili tumewaonesha, kuzikubali na kutozikubali hatuwezi kulazimisha kwa sababu ni masala ya kifikra. Hii ni rai ya al-Allamatu Tabatabai na al-Allamatu Tabrasi katika tafsiri zao. Kwa hivyo kwa mujibu wa maneno ya wanazuoni hawa wawili ni kwamba dalili iliyotolewa na wapinzani katika hizi aya mbili haikujibiwa. Imejibiwa kimeujiza na Mwenyezi Mungu hakutuelezea ni miujiza gani. Hii ni rai yao. Lakini baadhi ya mufassirina kama Fakhrur Razi katika tafsiri yake na kama al-Allama Sheikh Makarim Shirazi katika tafsiri yake wasema yako majibu katika hizi aya ya ile dalili yao, bila ingawa hatukanushi kwamba kweli miujiza walitoa kama riwaya zimezokuya, wakapoza watu wenye maradhi, wakapoza tongo, lakini pia kwenye hizi aya mbili imejibiwa ile dalili in antum illa basharun mithluna au ma antum illa basharun mithluna, ikiwa iko namna hiyo. Iko vipi hii dalili? Nafikiri tutukue aya baada ya aya. Dalili walioitoa imejibiwa mara mbili. Mara ya kwanza imejibiwa na aya ya 16, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Hapa liko jibu la ile dalili. Pia katika aya ya 17 ya pili liko jibu, wama alaina illa albalaghul mubin, liko jibu pia. Kwa hivyo tutaanza aya ya kwanza na ya pili tukizifafanua ni lipi hilo jibu. Tukia kwenye aya ya kwanza, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Kwanza hii aya imetiliwa mikazo sana, kama wanaonena wenye balagha. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun, kinyume cha aya iliyotangulia nena inna ilaykum mursalun. Hapa wamenena inna ilaykum lamursalun. Hakika sisi tumetumilizwa. Kule hapa kumetumika zitu za kutilia mkazo zitatu. Kitu cha kwanza ni ilmu ya Mwenyezi Mungu, ambao mufassirina wasema ni daraja ya kiapo, ni kama kuapa. Hii ibara ya kwamba Mungu ayua iko katika manzila ya kiapo. Kisha kumetumika inna, ambao ni adatu taukid, hakika, wajithibitisha zaidi. Kwanza ilmu ya Mwenyezi Mungu, kisha taukid kwa inna, kisha kumeongezwa na lamu mbe la mursalun. Pia lamu ni ya nini? Ni ya taukid, ya tili ya mkazo. Hiki ni kitu cha kwanza tutaka tukifahamu. Kitu cha pili ni jibu sasa la dalili ya makafiri wale walionena kwamba nyinyi ni binadamu kama sisi, na ukweli wa mambo mitumi si binadamu kama wao. Wao wamejenga dalili yao kwa kuwa mitumi ni kama sisi. Kwa hivyo ikiwa mitumi ni kama sisi, ni lazima wanachokipata wao na sisi tukipate, na ikiwa hatukikipata kwa hivyo ni warongo wao. Sasa aya yawaambia mitumi si kama nyinyi, ikitegemeza kwenye ilmu ya Mwenyezi Mungu. Qalu rabbuna ya'lamu, na utakuta jibu hili lilitumika kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu aliponena katika suratul An'am, Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata. Mwenyezi Mungu ni muyuzi zaidi, ayua ni wapi ataweka utumi wake, ni nani atampa utumi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Mwenyezi Mungu humtaua amtakao. Ndio utakuta wale mitume walipoambiwa maneno kama haya walijibu kama hili. Qalat lahum rusuluhum, kina Nuh na kina Ibrahim, grupu la mitume, watu wao waliwaambia
in antum illa basharun mithluna. Mitume wakajibu wakawaambia in nahnu illa basharun mithlukum, kweli sisi ni binadamu kama nyinyi, lakini kuna tofauti nyinyi hamkuiangalia. Nyinyi mmeangalia upande mmoja tu, upande wa pili hamkuangalia kwamba walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi, Mwenyezi Mungu humpa minna amtakao. Bado hii jibu halijajibika bado. Nataka tufuate tu hizi hatua, tutafika kwenye natija. Kwa hivyo jibu, mara tuambiwa Mungu ayua, mara tuambiwa Mungu humtaua atakao, mara tuambiwa Mungu humpa minna amtakao. Sasa tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataua kwa msingi gani Mungu? Bila ya shaka kila anachokifanya Mungu akifanya kwa mujibu wa hikma yake. Mwenyezi Mungu hawezi kutukua muhuni akampa utumi, si kwa maana hana uwezo, ni kinyume na hikma. Mwenyezi Mungu anapomtagua mtu akampa utumi, ni maana ule mtu amekamilika katika sifa fulani za kumfanya astahiki kuwa nani? Kuwa mtumi, ndio akamtaua. Sasa hawa wapinzani wanaowaambia mitumi kwamba nyinyi ni wanadamu kama sisi, wao wajiangalia upande wa kimwili. Utaona kwamba hata zile dalili nyingine waambia nyinyi matembea masokoni, fil aswaq, mtakuluna at-ta'am, hula mkate, mimi hula mkate, utembea barabarani, utembea, ushikwa na huma na mimi ushikwa na huma. Sasa wao walitukua upande wa kijismi, wa kimwili, upande wa kimada, wa kimaterial. Hawakuwatukua wale mitumi upande wa kiruh na upande wa kiakli. Je, ule aliyepewa utumi kiakili ni kama wewe? Je, yule aliyepewa utumi kiruhu ni kama wewe? Je, yule aliyepewa utumi kisifa zake za kinafsi ni kama wewe? Hii janibu hawakuiangalia. Wakaya wakatabik qaida mahala ambao sipake, wakaitumia dalili ambao wenyewe kwambia ni qiyasun ma'al fariq. Wakwambia in antum illa basharun mithluna. Kweli wao ni basharun mithlukum, lakin minan nahya aljismiya, ni binadamu kama nyinyi upande wa kinini? Wa kimwili, kushikwa na huma, hula, huoa, hulala, lakini upande wa kiruhu si kama nyinyi. Kwa hivyo ikiwa upande wa kiruhu si kama nyinyi, tuje tuangalie utumi, waangalia mwili au waangalia ruhu ya mtu? Waangalia mtu kibonge sana, waangalia mtu ambaye kwamba simandia wazungu una body yake, uko na body fitness, uko mwili mzuri sana, wakubali? Waangalia mtu ainua chuma? Hizi ndio sifa zinazoangaliwa kwenye utumi? La. Utumi aangaliwa mtu akili yake imekamilika kiasi gani, ruhu yake iko safi kadiri gani, nafsi yake imetakata kiasi gani. Na hizi zote mitume hawafanani na sisi. Na hapa ndipo tofauti ya mtumi na asokuwa na mtumi. Na ndio hata Al-Habshi akanena ni basharan la kal bashar, ni binadamu lakini si kama mwanadamu, ambao hii jumla mara nyingi huweta fujo. Mara nyingi huwa ikieta fujo kwamba ni vipi mtanena ni mwanadamu si kama mwanadamu. Ina ithbati, ina na salbi, ina kuthibitisha, ina na kukanusha fi anin wahid, mara moja. Vipi? Hizi ni jumla ziko wazi, hata katika Qur'ani ziko wama ramaita idh ramaita, hukurusha uliporusha. Mwenyezi Mungu anamwambia mtumi wama ramaita idh ramaita, mwanzo akanusha, kuna salb, hukurusha. Kisha arudi amwambia idh ramaita, uliporusha ule mtanga aliorusha wakati wa Badri. Sasa na huyu atuambia ni basharan la kal bashar, yani yeye ni mwanadamu minan nahya aljismiya, kimwili, yaakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wa yatazawwaj wa yanam, hula chakula, hutembea masokoni, huoa, hulala, hushikwa na maradhi, yeye ni bashar. Lakini la kal bashar, upande wa kiruhu, upande wa kiakili, upande wa kinafsi uko tofauti na sisi. Si maana amefanywa Mungu, la,
ako tofauti na wanadamu, na ndiyo ikawa kuna ikhtiyar ya nubuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hao mitumi walipojibu wakawaambia wale waliowaambia in antum illa basharun mithluna, wakawaambia kwamba qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Hii ilmu ya Mwenyezi Mungu walioitaya ilikuwa itukuzie jibu hili kwamba Mungu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, kwamba Mwenyezi Mungu yajtabi man yasha, humtaua amtakao, na yamunnu ala man yasha, humpa minna. Na Mwenyezi Mungu akitaua hutaua kwa sifa, na sifa zinazoangaliwa ni za kiakili, za kiroho, za kinafsi, na hizi ndio ziko tofauti baina ya mitumi na wanadamu wengine. Kwa hivyo haitosihi ile hukumu walioitumia wakanena hukmul amthali fi ma yajuzu wa ma la yajuzu wahid, kwamba zitu zinaofanana lazima ziwe na hukumu moja. Kwanza hazifanani, wao ni tofauti na mitumi upande wa kiruhu na kariri, upande wa kiakili, upande wa kinafsi, ingawa kimwili hakuna tofauti, kama mitumi wenyewe walithibitisha wakanena qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum, kweli sisi ni wanadamu kama nyinyi kimwili kila kitu, lakini tuminuli waliambiwa wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwa katika tabia kubwa sana na sifa nyingi, sina haja ya kuelezea, mwayajua nyinyi sifa za mitumi walizonazo tofauti mbalimbali, namna walivyotakaswa. Hii ndio jawabu ya kwanza. Kwa hivyo qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun, wamejibu in antum illa basharun mithluna, kinyume cha wanazuoni wengine walionena hakuna majibu katika aya hizi. Jibu la pili, aya ya 16 wakarudi wakanena wama alaina illa albalaghul mubin. Albalaghu maana yake hapa imekusudiwa ni at-tabligh, ni kufikisha ujumbe. Yani aya hii tukitaka kuifasiri kwa ufupi ni kwamba sisi wajibu wetu tulionao ni kufikisha nini? Ujumbe. Kama nilivyowaambia, tutilieni kila mtakalo kututilia, tukataeni, hayo si muhimu kwetu, kwa sababu sisi yetu sisi na nyinyi, mitume waambia wale wafuasi wao, hisabu yetu ni sisi na Mungu, na Mungu kazi alotupa ni kufikisha ujumbe, sisi ni kuufikisha. Masala ya kukubaliwa ujumbe na kukataliwa si hisabu yetu, wala hatutakwenda kujibu maswali haya. Mungu atakwenda kutuuliza kwa nini fulani aliamini, kwa nini fulani hakuamini. La, sisi tutaulizwa tulifikisha au hatukufikisha. Kwa hivyo wakajitangaza kwamba wama alaina illa albalaghul mubin. Sasa hapa iko jawabu ya yale tuloyanena. Jawabu ya kwanza, au ndio jawabu, si jawabu ya kwanza yani. Jawabu yenyewe iko kwenye neno la almubin. Angalia wametumia kilima cha nini? Cha mubin. Kule nimenena jawabu iko kwenye ya'lamu, kwenye ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa jawabu iko kwenye mubin. Nini mubin? Neno mubin la maanisha kitu kiliyoko wazi. Abana kwa maana ya adhhara katika lugha ya Kiarabu, amedhihirisha,
au bana kimedhihiri. Kwa hivyo mitume wamenena sisi jukumu letu ni kufikisha ujumbe ulio wazi. Ujumbe unaofikisha ni fikra, ni itikadi, ni sheria. Wakati wewe unapokuja na itikadi zako ukatika mui wataka kuzieleza, ukawa wataka ziwe wazi, huwezi kuzifanya ziwe wazi mpaka uwe utatumia dalili tena nyingi, tena zenye kuzifanya zile zitu zieleweke kwa kila mtu, hata mtu wa kawaida. Sitaki dalili za kifalsafa nyingi, za kielimu kiasi kikubwa, la, ni dalili za paka wakulima ambao wataweza kufahamu, paka watu ambao wasosoma watafahamu kwamba hizi itikadi ni za sawa. Sasa ikiwa mitume wanena sisi tumefikisha ujumbe ulio wazi, ni kwamba kulitumika nini? Dalili. Na miongoni mwa dalili hapa ni miujiza, kwa sababu miujiza ndiyo dalili ambazo zafahamika na hata na mkulima. Tumio kama Nabii Allah Musa alipoambiwa ete dalili, alipotupa simbo ikabadilika ikawa nini? Nyoka. Ile ni dalili, kila alokuweko pale kwenye mkutano alielewa kwamba huyu bwana ni mtumi. Walau alitaka kutumia dalili ilmi kuanza sasa kutunga masala ya mantiki na nini, wangalitoka 10% katika wale waliokuweko pale ndo wameweza kufahamu, kwa sababu wainga wingi katika umma hawaelewi masala ya elimu. Kwa hivyo hii kutumia neno la mubin ni kwamba kulikuwa kuna miujiza, kulikuwa kuna dalili, na dalili zile tayari za waonesha wale wapinzani kwamba sisi si binadamu kama nyinyi, kwa sababu lau tulikuwa ni binadamu kama nyinyi hatungeweza kufanya mambo ambayo nyinyi hamwezi kuyafanya. Ikiwa Nabii Allah Musa ameweza kutupa simbo imekuwa nyoka, wewe huwezi kutupa simbo ikawa nyoka. Vipi kisha utamwambia in anta illa basharun mithli, wewe ni mwanadamu kama mimi? Ikiwa hawa mitumi wameweza kuingia kwenye mui wakawapoza watu ambao ni tongo wasokuwa na dawa na wakapoa, nyinyi munaodai kwamba hawa mitumi ni kama nyinyi hamuwezi kufanya mambo kama haya, vipi mutanena in antum illa basharun mithluna? Si hiyo ni tofauti? Sasa turudi pale pale wakati waliponena mubin. Napenda muzifuate hizi hatua, yaonesha ni dalili zilizo wazi, na katika miongoni mwa dalili zilizo wazi ni miujiza, na anayetoa miujiza ni tofauti na wewe. Wewe huwezi kufanya miujiza. Usinambie kwamba wale waganga wa Nabii Allah Musa walitupa kamba zikawa nyoka, kwa hivyo wao kama Musa. Wao wenyewe waganga walifahamu kwamba wao si kama Musa, na ndio wakasujudu pale pale. Kwa sababu uganga, ndugu zangu Waislamu, haukibadilishi kitu kihakika kikawa kingine. Mganga anapotupa kamba, wewe ukaiona imbadilika ikawa nyoka, ukweli wa mambo ile kamba haikubadilika ikawa nyoka. Ni yeye ateza na fikra zako na khayali yako na imagination yako na hisia zako basi, lakini yeye mwenyewe aiona ni kamba. Ni kama anaifanya kisirimata. Wakati unapoona mtu umetoa upanga kutoka huwa mbeo umetoka kwa nyuma, na ukweli wa mambo haukumgia ule upanga, lakini umeweza kutezewa mato yako mpaka ukauona ule upanga umeingia. Lakini Nabii Allah Musa alipotupa simbo hakuteza na mato ya watu. Alipotupa simbo ilibadilika kweli ikawa nyoka, na wakaelewa wale waganga kwamba huyu si mganga. Na ndio utakuta hata Qur'ani ilikuwa na dikka katika kukieleza. Qur'ani ilitumia taabiri ya yutakhayalu ilayhim. Yutakhayal imekuja kwa neno la khayal, sio kwa masala ya kuteza na hisia ya mwanadamu ya kumbadilishia mambo. Lakini ilipokuja kwa Musa ilikuwa faidhahia hayatun tasa, yani ukitamaki simbo imekuwa nyoka kihakika. Na wale waliona kwamba hii simbo imebadilika imekuwa nyoka, na pale pale wakasujudu, wakaamini kwamba huyu si mganga, huyu ameibadilisha. Kwa hivyo usinambie kwamba wale waganga walikuwa ni kama Musa. Musa aliibadilisha simbo kihakika ikawa nyoka. Wale waganga waliteza na akili za watu wakaona kamba ni nyoka, na fil hali ni nini? Ni kamba, si nyoka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi aya mbili walozitoa
hawa ni majibu ya ile dalili iliyotolewa na wapinzani wao waliponena in antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Wakawajibu wakamwambia qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alaina illa albalaghul mubin. Sasa mpira warudi kwa nani? Kwa wapinzani. Tumesikia mitumi wamejibu vipi, sasa wataeta pia gani? Dalili yao imejibiwa, miujiza wameoneshwa, kila kitu kimekuwa wazi, wameambiwa balaghun mubin. Sasa wana nini? Kitu cha kusikitisha ni kwamba hawa walikuwa ni tongo wa nyoyo, hawakuweza kunyenyekea mbele ya mantiki yenye nguvu ya mitumi, dalili zilio wazi za kukinaisha, wakabaki kwenye msimamo ule ule. Hawakutaka kuiangalia ile miujiza ya mitumi, bali wakaanza tena sasa kuwakanusha na kuongeza zaidi. Huku nyuma wamekanusha, lakini sasa kukaanza lugha ya zitisho. Sasa waliposhindwa kidalili, sasa ikaja sasa ni zitisho. Hawaketi wakazifikiria kwa makini, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyowataka Makureishi alipoambia inma a'idhukum biwahida, mimi nawaidhia nyinyi moja tu, twateni fujo wala mandazimu bali kimtukana mizozo, twateni fujo, kaini kwa makini. inma a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Sio kama nimekosea aya mtanisahihisha. Mimi nawaidhia kwa jambo moja tu, simamani wawili wawili, yani watani fujo. Ukitembea kwenye mizozo mara nyingi hufiki kwenye ukweli, ukitembea kwenye vindu la umma hufiki kwenye ukweli. Jitengeni wawili wawili, mmoja mmoja, thumma tatafakkaru, wande kufikiri. Wao badali hawa waketi wafikiri zile dalili, hawakutaka, walibaki pale pale, wakaanza kuambia qalu. Twenda kwenye aya ya 18, inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Kaambia bwana, sisi tumekuwa na nuhsi na nyinyi, tumetashaam na nyinyi, mna nuhsi nyinyi, mmetuetea kwenye moyo. Ikiwa hamutokoma, la in lam tantahu, hamutokoma hayo masala ya kutangaza nyinyi mitumi na kubatilisha masanamu wetu, basi la narjumannakum, tawapija kwa majiwe, wala yamassannakum minna adhabun alim, na itawapata nyinyi, itawakumba nyinyi kutoka kwetu adhabu yenye kutia utungu sana, yani tutawatesa vibaya sana. Sasa hizi ni zitisho. Sasa kama anavyotuambia Qurtubi, kama alivyomnakili Ibn Abbas, kipindi kile kilichongia mitumi katika Antakia, hicho kitongoji, kulitokea sudfa kwamba kulikuwa kuna chaka, kulikuwa kumepiga miaka 3 hakukunyesha mvua. Kipindi kile walichokuja wale mitumi katika kile kijiji, kilitokea bahati, sudfa, wakawa wao wankwenda wampoa ujumbe kwenda kwenye kile kijiji siku ambazo kwamba kijiji kimpitiwa takriban na miaka 3 hakuna mvua, mingia chaka ndaa kweli kweli. Sasa hawa jamaa wakaanda kufikiria kwamba huku kukosekana mvua na hiki chaka tulicho nacho ni nuhsi za hawa mitumi wamezongia. Hawa wamezokuya kudai mitumi na kutangaza vita na masanamu wetu na kupinga dini zetu. Sasa hizi ndio mkasa uliotupata. Ndio wakauambia qalu inna tatayyarna bikum. Maana tatayyur ni tashaum, kuwa na nuhsi na kitu, kama tutakuja kueleza mbele insha Allah taala. Ndio wakawaambia qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu, kiwa hamutokoma, lanarjumannakum, tutawapiga kwa majiwe.
Baadhi ya mufassirina vingi wamefasiri rajmi hapa kwa maana ya kupiga kwa majiwe. Baadhi ya mufassirina wamefasiri rajmi kwa maana ya sabi na ittiham na qadhf. Wamefasiri kwa maana ya kutukana na kutuhumu na kusingizia. Kwa hivyo wamewaambia mkitokoma tutawapiga kwa majiwe, au mkitokoma tutawatukana na kuwatuhumu na sifa mbovu mbovu na kuwasingizia. Wengine wamefasiri namna hii. Na kilugha neno la rajmi latumika kwenye yote maana mawili. Katika lugha ya Kiarabu linao maana ya kupiga majiwe na linao maana ya kutukana. Wala yamassannakum minna adhabun alim, na mutapata adhabu kubwa kutoka kwetu. Hivi ndivyo walivyojibu. Turudi kwa mitumi. Walijibuni baada ya kukabiliwa na haya. Walipoa dalili kule, ilikuwa hiwar hadi, jadala baridi, dalili kwa dalili. Walipotoa kwamba in antum illa basharun mithluna, wakawajibu qalu rabbuna ya'lam. Sasa kumekuja zitisho, mitumi wakajibu. Na hawa maskini hawaelewi mitumi ni watu gani, hawaelewi watu wa Mungu ni watu gani. Kwa sababu watu wa Mungu kutoka siku walipoamua kuweka guu lao katika ndia ya Mungu, kama alivyoambiwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Siku walipoamua kuweka katika ndia guu lao, walikita. Waliweka guu wakiwa ruhu zao wazitukuzie kwenye mikono yao. Wako tayari kuitetea ile ndia wanaoitembea kwa kila wanachokimiliki, na hawawezi kustopishwa kwa zitisho aina yoyote. Hii ndio hali ya mitumi. Hii ndio hali ya kila aliyepanda barabara akiwa ana uhakika wa ile barabara aliyoipanda. Kwaweza kutokea wachache wakapata zitisho wakashuka kwenye safari, lakini hao mara nyingi ni wale ambao kwamba kutoka walipoweka guu lilikuwa guu ndani moya, guu moya nde. Kutoka walipopanda walikuwa hawakupanda kihakika. Lakini yoyote anayepanda barabara ya Mungu ajua kutoka mwanzo kwamba hii si barabara ya maua wala ya asmini, ni barabara ya mbilili, kama alivyojiita al-Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alituambia ni tariqun dhati shauk, ni ndia yenye miwa, ni ndia yenye shida. Kwa hivyo huwa tarajia lolote, tarajia kutawanya damu yako, tarajia kuvunda heshima yako, kuvundiwa, tarajia kutusiwa, tarajia lolote, lakini hawawezi kurudi nyuma watu. Ndio hawa mitumi sasa walipoambiwa kwamba la illam tantahu lanarjumannakum, tutawapiga, tutawatukana, tutawasingizia, kila la kuwafanyia, wala yamassannakum minna adhabun alim. Haya kuwatisha haya. Waliwajibu kwa utaratibu, hawakutukuliwa na mantiki ya sufaha, hawakutukuliwa na lugha ya wapuzi na wao wakawa wapuzi, bali walizungumza kwa mantiki ya utumi, kwa mantiki ya utaratibu, na huku wakijibu wakiwaambia qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun, nuhsi zenu ziko pamoja na nyinyi. Hii ndio jawabu waliowajibu mitume. Waliwaambia qalu ta'irukum ma'akum. Ta'ir asli yake katika lugha ya Kiarabu imetokana na tair, nyuni, ndege. Walipokuwa Waarabu, kuna baadhi ya nyuni huwapigia fali au huwapigia nuhsi. Ukimwona nyuni fulani utapatikana na kadhaa. Kukilia kurabu asubuhi kutakufa mtu. Ukimwona ule boom leo kuliwa juni la zijana, sio? Ukimwona ule sijui kutakuwa kadhaa. Sasa walipokuwa nyuni mara nyingi wapijiwa fali mbovu,
ndio likaja hili neno la ta'ir likatumika kwenye masala ya nini, ya kupiga fali mbovu ya nuhs, ndio likatumika pale inna tatayyarna bikum. Kuja kwa hili neno tatayyara limetokana na ta'ir na nyuni, likawa sasa halikusudiwi nyuni, ya kusudiwa chochote chenye kupigiwa fali mbovu. Mitume akamwambia qalu ta'irukum ma'akum, sisi bwana, hamtoketi mkaabudu masanamu, hamtoketi mkamshirikisha Mungu, hamtoketi mkafanya mambo maovu, hamtoketi mkaita uharibifu katika ardhi, kisha mkipatikana na mikasa mkataka kutuambia sisi bwana, sisi tulokuwa kwenye mui ndio tulosababisha mvua kutoteremka miaka 3. La, bali ni nyinyi wenyewe. Msijaribu kutupa mpira kwa watu wengine, tafuteni makosa katika nafsi zenu, msisingizie wengine. Kwa hivyo nakwambia qalu ta'irukum ma'akum, kinachowaitea nuhsi kihakika, kinachozivilia barakati samawati wal ardh ni nini? Siku ya sisi ni shirki, mwamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madhulumu, mwaita ufisadi katika ardhi, kila uharibifu mwaufanya, masanamu wamea katika majumba yenu. Vipi mtatarajia neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Vipi mtatarajia rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ta'irukum ma'akum. Kwa hivyo nuhsi ziko na nyinyi, na zirudieni, hamuna haja ya kututupia sisi. A in dhukirtum, haya ndiyo majawabu yenu nyinyi mkielewa? Hivi ndivyo mnavyotujibu wakati sisi tukiwa tumewaitea haki? Hii jumla nusu imeondoshwa, ina jawabu hii. Yani a in dhukirtum, nyinyi mkielewa na mkaitewa haki, hadha ndio jawabukum, haya ndio majibu ya kutuambia nyinyi nuhsi, nyinyi kadhaa, nyinyi mmesababisha waoni hufa wengine nzijana, waoni wengine hukatika umri. Haya ndio majibu ya kupambana na haki? Majaribu kuokota mambo yanayotendeka katika mui ambayo yako katika ajali za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwayafanya ndio majibu ya kutujibia sisi? Ta'irukum ma'akum a in dhukirtum, nyinyi mkielewa, haya ndiyo majawabu yenu. Bal antum qaumun musrifun, hakika nyinyi au lakini nyinyi ni watu ambao kwamba mumetusa mipaka, mumetupa mipaka katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Israf ni tajawuzul haddi, ni kutusa mpaka, kuzidisha kitu mpaka kikazidi. Nyinyi mmetupa mipaka katika dhulma, nyinyi mmetupa mipaka katika kila kitu. Hizi ndiyo jawabu. Na mpaka hapa itakuwa hiki kiswa hatujakimaliza, lakini majibizano yamekwisha hapa sasa, yameanza kule kutoka mwanzo. Tumesikia mitume waliwaambia ni mursalun, wakawajibu in antum illa basharun mithluna, wao wakajibu kwamba tatayyarna, mitume wakajibu rabbuna ya'lam, wao wakajibu tatayyarna, mitume wakawajibu ta'irukum ma'akum. Mbele ya mjadala huu, madha nastafid, tujifaidisha na nini sisi katika haya majibu haya? Kuna mambo mingi ambayo kwamba sisi twafaa tusimame nayo, lakini kwa kutunga wakati na darasa isiende sana ikatoka kwenye mfumo wa tafsiri, nitatukua nukta mbili. Nukta ya kwanza, mitumi walipojibu walitufundisha sisi mafundisho muhimu sana katika maisha yetu. Wakati unapopatikana na matatizo, wakati kunapotokea mikasa, mara nyingi wanadamu, mara nyingi na wengi katika sisi, huwa hatuko tayari kutafuta sababu za kihakika za yale matatizo yaliyotupata. Huwa hatuko tayari kusoma sababu za matatizo tulonazo sisi wenyewe. Mara nyingi twatafuta mtu wa kumtupia ule mzigo. Mtu mathalan katika maisha yake ya kielimu
asoma akaja akafeli kwenye masomo yake, na katika kule kufeli ukweli wa mambo ulikuwa yeye hatwali, ukweli wa mambo alikuwa ni yeye hatia kilini, lakini wakati anapofeli akawa hako shujaa kujikabili na kuiambia nafsi yake kwamba mimi nimekosa. Akawa sasa ajaribu, mwalimu fulani amenionea, ilikuwa swala lile pale mimi nimepata 10. Yani ajaribu kutafuta asbab kharijia, sababu ambazo kwamba ziko nde yake, hataki kusoma asbab dhatia, sababu zake za kibinafsi. Hili ni tatizo hili. Watufundisha mitume hao. Kama wale watu wa Antakia hawataki kusoma sababu za kukatika baraka za mbingu walonazo wao, za kuabudu masanamu, za kuleta uharibifu katika ardhi. Wamekuwa ni mitume walokuwa na dini mpya, ndio walotusababishia matatizo haya. Ndio mitume akamwambia, la mustafute tatizo, tairukum ma'akum, mnalo wenyewe liangalieni liko wapi. Hivi ndivyo tulivyo. Tukitaka kupiga mifano mara nyingi utakuta, na tukikosa wa kumtupia mpira hivyo pale onena, meusudiwa bana, ni uganga bana, mmerogwa bana, mambo yangu yameniharibikia. Bana yeo asubuhi nilipotoka bana, mambo yalikuwa si mazuri. Kuna bana mwa ukitoka asubuhi ukipambana na yeye sura zake hazina nini, hazina fali mzuri. Sasa hii ni katika zile zipengee zinazoundwa mara nyingi. Ima hutupiwa mtu, ukikosekana mtu sasa huanda kutafutwa ni nini, ni uganga, ni nuhsi, ni husda. Sineni husda hakuna, mimi isifahamike makosa. Lakini mara nyingi pia tusiziweke hizi ni ngao za kujikinga na kuziba, tukaziweka ni pazia za kuziba matatizo yetu. Yeo watu walikuwa na zeo, baadhi ya watu zeo zile wamezikosa. Walikuwa na heshima ile wameikosa. Badala ya wao kukaa chini wakasoma nini tatizo, ni nini sisi tumekikosa mpaka umma ukawa hautuheshimu tena, wakajaribu kutafuta sababu za ndani. Pengine wao ndio wamefanya baadhi ya mambo yamewakosesha kima mbele ya umma, wakawa sasa wajaribu kuunda adui wakibandia na kumpiga na kuambia watu hawa ndio waliotupokonya madaraka yetu, hawa ndio waliotuangusha pale tulipokuweko. Filhali wewe mwenyewe unkwenda kufanya mambo machafu yametukiza, wewe mwenyewe umekosa uaminifu kwa watu, wewe na mpaka leo tuendelea hivyo. Hii ndio tatizo la binadamu. Na hapa ndipo mitumi hawa waliopekwa Antakia watufundisha mafundisho haya. Katika jawabu yao wakiwaambia ashabul qarya, qalu ta'irukum ma'akum, tatizo liko na nyenyewe, mnalo nyinyi, litafuteni mulirakibishe. Pili, ndugu zangu Waislamu, faida tunayoipata ni haya masala ya nusi. Ni marefu, sitoyaeleza kwa urefu kwa kadiri ya haja, niko na dakika 5 nimalize. Nusi ni kitu ambacho kwamba kimekanywa vibaya na Uislamu. Hii tabia imekanywa vibaya, na mkitaka niwasomee baadhi ya hadithi, nimezitukua, nimepata hadithi zaidi ya 20, mtasikia vile Uislamu umetukanya vibaya kuhusu hili suala la tayara, la kupiga fali mbovu, kitu fulani kina nusi, kitu kadhaa. Katika hadithi aliopokewa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anena, man kharaja yuridu safar, mwenye kutoka akawa ataka kusafiri, faraja, kisha akarudi ndiani, min tayrin, kwa ajili ya tayara, yani imetoka meliliwa na kurabu, yo hazisafiriki, akarudi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyo amezie kukufuru, amekanusha yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Katika hadithi nyingine Mtume atuambia, man raddathu at-tayara an hajatihi faqad ashraka,
mwenye kurudishwa na masala ya tayr na kufuatia haja zake, ana mipango yake, akawata kwa sababu yao juma kadhaa siyui yao kadhaa, huyo faqad ashraka, ameshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi hadithi mbili tu nitawapa kama mfano. Sasa haya mambo sijui namba 13 ina nusi kama wazungu wamezoiweka, siui kurabu akili ya asubuhi una nusi, siui juni la zijana likitembea nyumbani kwako lina nusi, siui kila umma na kila kabila lina zitu zake zimeundwa za haya masala ya nusi. Hizi tu hazina msingi kama anavyotuambia al-Imam Sadiq alayhi salam. Al-Imam Sadiq atuambia la adwa wala tayra wala hama. Hakuna zitu hizi kabisa, hakuna tayra, hakuna hama ndio hoyo boom, ndio juni la zijana. Hakuna zitu kama hizi. Si kwamba hakuna nyuni, yani hakuna athari yoyote. Katika hadithi nyingine Imam Sadiq atuambia at-tayra ala ma taj'aluha, nusi ni vile unavyoiunda wewe. Nusi ni vile unavyoiunda wewe. In hawantaha tahawanat, ukiipuza itapuzika. Wa in shaddataha tashaddadat, ukiikuza itakuwa. Ni zitu za teza na nini na khayali yako. Ni kama ule achao kwenda makaburini usiku, ule teza na khayali yake. Kwa sababu hebu jiulize akili yako, makaburini usiku na mtana kuna tofauti gani? Kuweko yua na kutoweko yua kuna tofauti gani? Lakini utakuta wewe sasa yao ukipita kwenye makaburi maadamu ni usiku, umeze kuundika, moto utakugonga na pengine mti ukatakata kwa upepo, ukatoka mbio, kukawa kumekuwa na jini au maiti wamefufuka. Lakini ukiketi na akili yako, yale makaburi kuna tofauti gani baina ya mtana na usiku? Hii ndio masala ya tayara. Ni zitu ni za khayal kama uganga. Ni zitu zateza na imagination. Na imagination yako ukiitezea yawa jamanini, ya kuundia mambo wayaona, wamuona mtu umekusimamia yao huyu ndiye. Hizi ni zitu hakuna. Al-Imam Sadiq atuambia ni wewe ndio unaoiunda. In hawantaha tahawanat, ukiipuza itapuzika. Wa in shaddataha tashaddadat, ukiikuza itakuwa. Wa in lam taj'alha shay'an lam yakun shay'an, ukitoifanya kitu haitakuwa kitu. Kwa hivyo ni itikadi zile tunao Kiswahili bana, ukwambia uganga huwezi kuua mpaka uwe na itikadi. Una itikadi, ndio hizo itikadi. Yani itikadi ni kukubaliwa wewe kutezewa ile hisia yako, na ukikubali utaitewa, utasikia kuna kipande kutembea matumboni, nimenifahamu, mpaka utibiwe. Na sikwambii hakuna hizo, utakisikia kweli kipande hutembea, metiwa kipande cha matumbo, humzunguka, humpanda kikimshuka, na yeye akihisi kweli na asikia maumivu. Napenda munifahamu vizuri, asikia na akiona, kwa sababu ameweza kutezewa khayali na ameathiriwa. Kwa hivyo lazima atopolewe ule kwa kupitia zile ndia za nini za kikhayali. Ule ukampa panadoli, ukampa nini, hazimtusi. Kwa hivyo masala ya tayara, kurabu, sijui nini, sitaki kuwapa mifano mingi. Msimamo wa Kiislamu ni hunu unaotwambia hakuna zitu kama hizi, na usikubali kutezewa akili kwa kupikuni. Sijui namba 13, ninakumbuka nilipokuwa nikiteza mpira, wakati kukigawanywa uniform kuvaa, huwa kila mtu hataki kuivaa namba 13 kwamba ina nuksi hii ina tayara. Kwa hivyo tairukum maakum, ni vile unavyoliunda wewe beni ndio litakavyokulia, kama alivyotuambia al-Imam Sadiq. Naam, napenda kutia kaidi, kuna riwayati, kuna hadithi za Kiislamu zimezotuziwia tusifanye jambo fulani saa fulani, au tufanye jambo fulani saa fulani. Mathalan kuhusu masala ya kuoa, ni siku gani mzuri, ni saa gani mzuri, biashara ni siku gani uande. Hizi ni zitu ziko, si kwa sababu ya tayara. Hatuziamini kwamba Jumatano ni siku nzuri, tuamini kwa sababu Uislamu umetuambia. Na lao hatukuambiwa na Uislamu hatuziamini, bala hazina alaka na nusi hizi. Hizi zina alaka kwa sababu ulimwengu una mafungamano makubwa, nidhamu ya alam. Siku nyota fulani zikiweko kwenye mahala fulani zina taathiri fulani. Kwa hivyo ikiwa ni masala ya hadithi,
ni dalili zimezosihi za Kiislamu, hizo ni zitu tutazipokea kwa mikono miwili.